Unaweza wasiliana na sisi ukitutumia kwa ajili ya maombi, mashauri, swali, kusoma fundisho yote tunayoyatoa. Hata ukiwa na mchango ambao Mungu amekubariki kwamba unaweza kutoa kwa ajili ya kazi ya Mungu tunayoifanya, iwe kwa radio au kanisani, unaweza kutuma pale na sisi tutakuwa tukimshukuru Mungu kwa ajili yako. Kwa hiyo jioni ya leo natamani mara moja bila kuchelewa tusome neno ambalo tutalichangia kwa jioni ya leo, ambalo linapatikana katika Injili ya Luka mtakatifu sura 6 na mstari wa 7 tafadhali, sura 6:47 hadi 49. Luc chapitre 6 verset 47 à 49. Biblia inasema hivi: kila mtu ajaye kwangu na kuyasikia maneno yangu na kuyatenda, nitawaonesha mfano wake. Mfano wake ni mtu ajengaye nyumba na kuchimba chini sana na kuweka msingi juu ya mwamba. Na kulipokuja gharika, mito iliishukia nyumba ile kwa nguvu, isiweze kuitikisa, kwa kuwa imejengwa vizuri. Lakini mtu yule asikiaye ila hatendi, mfano wake ni mtu aliyejenga nyumba juu ya ardhi pasipokuwa na msingi. Mito ikaishukia kwa nguvu, ikaanguka mara, na maangamizi yake nyumba ile yakawa makubwa. Bwana atusaidie. Amina. Baba, katika jina la Yesu naleta neno hili la jioni na msikilizaji wangu mikononi mwako. Asante kwa neno ambalo umeweka kinywani mwangu kwa ajili ya huyu anayetusikia leo. Acha Mungu ututumie na utupe neema ya kueleza kama ipasavyo, na utupe neema kueleza ili kila mtu apate kupokea sehemu yake na kujengeka. Mpatie pia neema ya kutii yale ambayo atayasikia, izae matunda katika maisha yake. Kwa jina la Yesu tunamkaribisha Roho Mtakatifu atende kazi hapa kuhudumia watu wa Mungu sawa na mapenzi ya Bwana, katika jina la Yesu Kristo, amen. Mpendwa, jioni ya leo somo letu linasema kujenga juu ya mwamba, bâtir sur le roc. Kujenga juu ya mwamba. Nguvu ya ujenzi ama nguvu ya nyumba inategemea na msingi iliyowekewa. Nyumba ikiwa itasimama kuwa kubwa na kadiri itakavyodumu, inategemea na imepewa msingi gani. Na leo ninatamani kuyatumia maisha yetu kama nyumba ambayo pia tunaijenga, tunaifanyia kazi, tunaitumikia, tunaihudumia, tunaishughulikia ili ipate kuishi. Na jioni ya leo Mungu anataka tuyahesabu maisha yangu na maisha yako kama nyumba, na tujiulize imejengwa wapi. Katika somo hili ninatamani nifikiriane pamoja na wewe, umejenga maisha yako juu ya nini? Wengine wanajenga maisha yao juu ya mali. Wengine wanajenga maisha yao juu ya wandugu wenye vyeo. Wengine wanajenga maisha yao juu ya marafiki. Wengine wanajenga maisha yao juu ya elimu yao. Wengine wanajenga maisha yao juu ya uchawi. Wengine wanajenga maisha yao katika ukahaba. Wengine wanajenga maisha yao kwa sababu wamepewa sura nzuri, wanafikiri hiyo sura nzuri ndio maisha. Lakini jioni ya leo ningetamani tujifunze pamoja na wewe mpendwa unayenisikia, tujifunze kujenga juu ya mwamba. Ukisoma Wakorintho wa kwanza, Biblia inatuambia juu ya mwamba kwamba ni Yesu Kristo. Biblia inatuambia wote walikunywa maji ya mwamba ule. Wakorintho wa kwanza zile sura 10. Nataka nisome hiyo andiko ili usikie vizuri. Wakorintho wa kwanza sura 10 mstari ule wake wa 2, nitaanza kusoma pale. Inasema, naanza kusoma mstari wa 2 na kushuka.
Wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Wote wakala chakula kile cha roho. Wote wakanywa kinywaji kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Bwana asifiwe. Mwamba, Paulo akiongea na Wakorinto anasema mwamba ni Kristo. Mwamba ni Kristo. Tunatamani tujenge maisha juu ya Kristo, zaidi ya kuwa na elimu, marafiki, ndugu wenye vyeo na mali, zaidi ya kuwa na sura nzuri na mambo mengine yale ambayo watu huwa nayo na wanajivunia. Tujenge maisha yetu juu ya Kristo. Kujenga juu ya Kristo ni kitu muhimu sana. Na ningetamani hii jioni, mpendwa, ufikiri kidogo, unajengea maisha yako kunini? Maisha yako inasimamia kunini? Fondement ya maisha yako ni gani? Nini inafanya msingi wa maisha yako? Maisha yako inasimamia kwa kitu gani? Na unapojua kile unasimamia juu yake, utakuwa pia na uhakika ya kujua utakuwa je kesho. Kwa sababu kumbuka kwamba Biblia inasema baada ya jengo kujengwa, kulikuja zoruba, kulikuja upepo, kulikuja mafuriko ya maji, kulikuja tetemeko likapiga ile nyumba. Moja ilianguka kwa sababu ilikuwa imejengwa juu ya mchanga. Ilikuwa imejengwa kwenye msingi mbaya. Ilikuwa imewekewa, haikuwa na msingi. Lakini ile nyumba ambayo ilikuwa na msingi haikuanguka, haikutikisika, haikubomolewa, haikuharibiwa, kwa sababu ilikuwa imejengwa vizuri. Bwana Yesu mwenyewe anasema kwamba ajaye kwangu na kulisikia neno langu nitawaonesha mfano wake. Mfano wake ni mtu mwenye hekima, mtu mwenye busara, un homme sage, ambaye alitaka kujenga nyumba yake, akachimba sana mpaka kwenye mwamba, akachimba sana mpaka kwenye mwamba, akaweka msingi juu ya mwamba, na alafu akaanza kuweka jengo. Jengo lilipokamilika, Biblia inasema kulikuja mafuriko ya maji. Kulikuja, hapa kwetu tunajua migezi, kulikuja migezi, maji mingi yenye inapita nje ya njia yake, na alafu inagonga ile nyumba. Na ile maji iliipiga ile nyumba, mafuriko ya maji yaliipiga, haikuweza kutikisika, haikuweza kutikisika. Hapa kuna maneno mazuri ambayo yamegusa moyo wangu na ninapenda uyasikie vizuri. Biblia inasema kwamba wakati mafuriko ya maji yalikuja, Biblia inasema na kulipokuja gharika, mto uliishukia nyumba ile kwa nguvu, usiweze kuitikisa, kwa kuwa imejengwa vizuri. Hiki ni kitu kizuri. Nyumba haikuweza kutikiswa kwa sababu ilijengwa vizuri. Kama unataka maisha yako isiwe maisha ya kutikiswa, maisha ya kuyumbishwa, maisha ya kubabaishwa, maisha ya kuharibiwa na kila chochote kinaweza kujitokeza, maisha ya kuwa destabilize na n'importe quelle circonstance, maisha ya kubabaishwa na kila majira yenye inajitokeza, jenga maisha yako kwenye mwamba. Kama unataka maisha yako yasiwe maisha ambayo yanaweza kuharibiwa na vita vya maisha, kwa sababu kumbuka kwamba maisha haya tunayoyaishi ni maisha ya vita. Maisha haya ambayo tunayaishi yanachangana ndani majaribu na mambo mazito, zoruba na matatizo mbalimbali ya maisha. Maisha haya ambayo tunayaishi imejaa shida, imejaa vita, inajaa migongano, hakuna amani kabisa, hakuna utulivu wa kudumu, hakuna kabisa stabilite yenye iko permanent. Hawezi kusema ya kwamba nimetulia mpaka sina tena cha kunizuru, sina tena cha kunibabaisha. Hawezi kusema ya kwamba hivi nimetulia hakuna tena shambulizi. Hapana. Nyumba ilijengwa, na huyo aliyekuwa anajenga alijenga akiwa anajiandalia mashambulizi yatakayokuja. Alijua
Kesho kutakuja mafuriko ya maji, kesho kutakuja zoruba, kesho kutakuja upepo, kesho kutakuja tetemeko la nchi na litapiga nyumba yangu. Lakini sitaki nione nimepoteza nyumba kwa sababu ya majira. Nataka majira ije na nyumba yangu idumu. Mpendwa, ningetaka maisha yako pia idumu, quelque soit circonstance za maisha. Maisha yako pia iendelee kuwa sawa. Ndoa yako iendelee kuwa sawa. Huduma yako iendelee kuwa sawa. Hata kama kutakuwa zoruba, hata kama kutakuwa upepo, hata kama kutakuwa vita, hata kama kutakuwa mashambulizi, ninakataa yale maisha ya kuharibiwa kila siku, ya kuyumbishwa, ya kubadilishwa na majira. Maisha ambayo hayayumbishwe, maisha ambayo hayababaishwe, maisha ambayo hayabadilishwe ni maisha ambayo yamejenga juu ya mwamba. Ni maisha ambayo yamejenga juu ya Kristo Yesu. Ni maisha ambayo yamesimama vizuri katika Bwana. Haleluya. Pendwa, hii ndio nahitaji. Hii ndio ninakuombea. Hii ndio pia inatakiwa iwe maisha yako. Mungu amekupatia njia bora ya kuyafanya maisha yako yawe yenye kustawi, yawe maisha yenye kutulia, yawe maisha yenye amani, yawe maisha yenye kimya, yawe maisha yenye furaha. Mungu ameweka njia, na njia ile ni kujenga juu ya Yesu Kristo, ni kujenga juu ya mwamba. Biblia inasema huyu mtu alipoanza kujenga, nimependa mambo ya ajabu hapa. Alipoanza kujenga alichimba chini. Na hapa tunaona tabia ya maisha ambayo imejengwa kwenye mwamba. Maisha yenye kujengwa kwenye mwamba ni maisha yenye inaingia ndani kabisa. Ni maisha yenye inachimba ndani. Ina nguvu kwa ndani hata kabla haijaonekana nje. Unajua wakati unachimba ndani, unaweka msingi ili uweke kwenye mwamba lazima umeenda chini kabisa. Ufikie kwenye mwamba lazima umefika chini kabisa. Na pale chini utaanza jenga, wanaopita hawataona kwamba kuna kazi yoyote uko unafanya. Pale chini utaanza kuweka mawe, cement na mchanga. Watu wataona kwamba labda ni kama unapoteza muda bure. Watu hawataona kwamba kuna utumishi wote wa maana na wa muhimu uko ndani, lakini uko naweka msingi juu ya mwamba. Mpendwa, ningetamani maisha yako itoke katika superficialite, itoke katika ile hali ya kuwa juju na uzame ndani. Uhusiano yako na Mungu isikue superficial, isikue ya juju, ikue ya ndani. Maombi yako isikue maombi ya juju, iwe maombi ya ndani. Usomaji wako wa maandiko usikue usomaji wa juju, uwe usomaji wa ndani. Utoaji wako usikue utoaji wa juju, ikuwe utoaji ya juju, ya ndani kabisa, yenye imezama. Kama ni maabudu, kama ni kuimba, kama ni kumtolea Bwana, usiifanye kijuju. Usitembee na Bwana juju, zama ndani. Mungu anataka pale ndani. Baada ya Eshek, Petro kukosa samaki usiku mzima, Biblia inasema Bwana Yesu alimwambia, shuka utupe wavu mpaka kilindini. Kuzama kilindini ndio kutakusaidia kufaulu. Uwe mtu ambaye ataingia ndani pamoja na Bwana. Zama katika kilindi cha moyo wako. Na huyo alipokuwa anachimba, alianza kwanza kufanya mambo yenyiko kama kwa siri. Alichimba. Na unaona hapa ni wawili tu, mtu mwenye busara na mjinga. Ule mpumbafu yeye, wakati walipoanza tu kujenga, yeye ile siku walianza kujenga, inawezekana aliweka mabrick na akapanda hata brick 5 kenda lememe show. Mwenzake bado yuko anachimba, hayafikia hata mwamba. Na labda watu wangepita wangesema, angalia hawa watu walianza kujenga wakati moja, na ona ule moja alishasimamisha brick zinaanza onekana, mwenzake angali tu anachimba. Inawezekana na huyu alipanda hata akafikia lento, na ule mwingine angali anachimba. Inawezekana huyu angekule dali na huyu angali anachimba. Inawezekana na angefikia hata kupiga tuatir na mwingine angali anachimba, mpaka afike kwenye mwamba. Mpendwa, maisha ambayo yanajenga juu ya mwamba si maisha ya haraka, si maisha inayokimbia. Unajua watu wengi wanataka kupata vitu haraka, wanataka wafaulu haraka, wanataka wawine haraka, wajulikane haraka, huduma zipande haraka.
na mie wanijue kama niombewa mara moja haraka, nipande kwenye redio na kwenye madhabahu haraka, na haujaivya ndani. Mpendwa, uko unajenga juu ya mchanga. Kama unataka kujenga juu ya mwamba, jaribu kwanza kuzama kilindini kabla ya kupanda kileleni. Zama kwanza kilindini kabla ya kupanda kule juu ya madhabahu. Zama kwenye kilindi cha neno la Mungu. Zama kwenye kilindi cha maombi. Zama kwenye kilindi cha maabudu. Zama kwenye kilindi cha kumtafuta Bwana. Zama kwenye kilindi cha utakaso. Uchambue kazi, mambo na tabia mbalimbali za moyo wako. Uzichuje, uzitoe nje, halafu utatokea hadharani kwa muda unaofaa. Biblia inasema huyu alianza kuchimba kwanza. Maisha yaliyojenga juu ya mwamba ni maisha yaliyozama mpaka ndani. Ni maisha yaliyoingia ndani. Neno la Mungu liwe limeingia katika maisha yako kabisa. Neno la Mungu liwe limekaa kabisa. Hapana kukimbia juu. Ulishajua verse 2 na unasema mara moja, mimi nipe madhabahu na mimi nataka kuwa evangelist international. Ndiyo, ni mzuri wa evangelist international, lakini je, unashapewa bagage muhimu? Unashapata mzigo muhimu wa kufanya ile, wa kuingia mataifa? Je, ulishaivya ipasavyo? Ulishakuwa meziri kupambana na zoruba za kimataifa? Ulishajiandaa ipasavyo kwa kukabiliana na gharika ambazo utakutana nazo katika ile nafasi unakoenda? Lazima mpendwa, kwanza chimba kwanza ndani. Unajua kilichomsaidia Daudi kumuua Goliath ni kwa sababu Daudi, kabla hajatokea hadharani mbele ya maaskari, mbele ya watu wote, pale porini agichunga kondoo za baba yake, alifanya mazoezi. Alizama kilindini, akajizoweza, akajitengeneza, akajiexerce, na baadaye akaua dubu, akaua simba. Na alipokuwa amefanya vile kwa siri, alipotokea hadharani alikuwa na ujasiri ya kukabiliana na Goliath, kwa sababu kwa siri, pale sirini, mahali ambapo hakuna mtu anaona, mahali pale ambapo iko kilindini, anakuwa ni kama amefichama. Alikuwa amefanya vitu vikubwa. Alikuwa amechimba uhusiano wake na Bwana. Alikuwa amechora nguvu zake. Alikuwa amepambana na simba, amepambana na dubu. Kinachotesa leo ni kwamba wengi wetu wanataka wapambane na Goliath kabla hawajaua dubu porini. Wengi wetu wanataka wapambane na Goliath kabla hawajaua simba porini. Wengi wetu wanataka watu waimbie kwamba wameua 10,000 na hawajaua hata simba mmoja kule kwenye hakuna mtu wa kuwapigia mikono. Mpendwa, kama unataka success mbele ya watu, ujua umeshindwa. Success lazima uitafute kwa mahali pa siri. Success lazima uitafute kwanza mahali pa uficho, katika uwepo wa Bwana. Usikie sauti ya Bwana. Uzame kimaombi, uzame kineno, uzame kiutakaso, uzame kimaabudu, uzame katika kumjua Bwana. Halafu utakapotokea hadharani, Bwana atatoka pamoja na wewe, kwa sababu umeshachimba uhusiano bora huku ndani na yeye. Mpendwa, jenga maisha yako juu ya mwamba. Jenga juu ya mwamba. Na wanaojenga juu ya mwamba huchimba kwanza. Wale wanaojenga kwa mwamba, kwenye mwamba, wanachimba kwanza, wanazama paka kilindini, wanashuka mule ndani. Haizuru itachukua muda gani. Na hata kama ukiwaona wengine wanapanda, wewe hujapanda, haina probleme. Kila mtu iko na maono yake, na kila mtu ana namna yake ya kujenga. Hata kama ukiona wengine wanaendelea, huduma zao zinaendelea, yako kwa vile, usijali. Hata kama ukiona wengine wanatajirika wako vile, usijali. Hata kama ukiona wengine wanaposte picha za wake zao na waume zao kwenye mitandao, wanaoneshana upendo, wewe usijali. Endelea kwanza kujenga yako kwa siri. Jenga. Huyu ndugu yeye alianza kuchimba. Jaribu tena kuchimba. Hapana kujenga juu. Hapana kujenga juu ya mchanga. Hapana kujenga bila kuweka msingi. Maisha yanayojengwa juu ya mwamba ni maisha yaliyochimba, yaliingia ndani. Maisha yaliyoingia ndani. Ninakuita hii jioni mpendwa, toka katika huduma ya superficialite na uingie katika huduma ya kindani. Toka katika huduma ya kuwa juu, zama ndani. Toka katika maombi ya juu, zama maombi ya ndani. Toka katika kusoma neno kijuu, zama katika
mwanandani wa neno, soma kwenye ndani ya neno, usome pale na utaupata ukweli, kwa sababu neno la Mungu linajitafsiri lenyewe. Bwana atusaidie sana. Naona inatia shida watu wengine anajenga tu mahubiri, kwa sababu alisikia mhubiri mmoja anahubiri hivi na mara moja anarukia na anaenda kujenga wake ujumbe kabla ya kuchunguza neno na kulipekua mwenyewe ajionee undani na ukweli ulio ndani ya lile neno. Mpendwa, lazima kama unataka kujenga juu ya mwamba, mtu wote anayejenga juu ya mwamba lazima awe mvumilivu kwa kuchimba, azame mprofondeur, tafuta profondeur. Na Mungu wetu anakaa katika ile mambo ya ndani. Mungu hataki watu wa juujuu. Mungu anataka watu wanaozama kilindini. Zama pale, na utakapozama pale ndio vitu vingine vitatokea. Kwa hiyo lazima kwanza ujenge ndani kabla ya kujenga nje. Ndio kuzama ndani. Jenga kwanza maisha ya ndani. Jenga kwanza maisha ya maombi ndani. Jenga kwanza utakaso ndani. Jenga mambo ya rohoni kwanza, na alafu utatokea nje, na Mungu na yeye atatokea pamoja na wewe. Biblia inasema kwamba baada ya kujenga hii nyumba ilipigwa na mafuriko ya maji, lakini haikutikiswa. Maisha yaliyojenga juu ya mwamba, hata kama inakutana na vita, hata kama inakutana na zoruba, kanisa ambalo limejenga katika neno la kweli. Unaona leo wengine wanajenga kanisa kwenye mambo yasiyo ukweli, wanajenga kanisa nje ya neno, wanajenga huduma nje ya neno. Hawajenge juu ya mwamba, wanajenga kwa mawazo yao, wanajenga kwa uongo, wanajenga kwa unabii za uongo, wanajenga kwa kushawishi watu tu, kwa rize zao, kwa ujanja wao. Wanafanya siasa zao. Wanajenga kanisa kwa ukabila, watu wa kabila yetu. Wanajenga kanisa watu wa jamaa letu. Wanajenga kanisa kwa mali, mpe pesa, mkuye ndawasaidia, ndawapa hiki. Na wanajenga, hawakujenga juu ya mwamba. Na inapokutana na zoruba, ujue ndugu yangu, hautaepuka zoruba, hautaikimbia, hautakwepa jaribu, hautakwepa vita, hautakwepa shida. Hiyo lazima ije, inafanya sehemu ya maisha. Petro aliandikia Wakristo katika barua yake ya kwanza 4:12, anasema, wapendwa, msione kuwa ni ajabu ile msiba uwapatao, msishtuke. Maana yake majaribu inapokuja, ndugu yangu, mama yangu na dada yangu, usishtuke. Hiyo lazima itakuja. Zoruba lazima itakuja. Kwa hiyo unapojenga, jiandae kwa hiyo pia. Unapojenga maisha yako, huduma yako, ndoa yako, kazi, biashara yako, chochote kile unachokijenga, jua zoruba itakuja. Kutakuwa wakati ya kujaribiwa, kutakuwa wakati ya kupima, kutakuwa mambo ya kutaka kuharibu, kutakuwa mambo ya kutaka kubuskile, kutikisa. Na Biblia inasema yale mafuriko ya maji yalipiga ile nyumba, lakini ile nyumba haikutikiswa kwa sababu ilikuwa inajengwa juu ya mwamba, haikutikiswa. Haleluya! Hii ndiyo faida ya kujenga juu ya mwamba. Kama unajenga juu ya mwamba, lazima hautatikiswa. Haleluya! Kama unataka maisha yasiyotikisika, maisha yasiyoyumbishwa, maisha yasiyobabaishwa, maisha yasiyogeuzwa, lazima utayajenga juu ya mwamba ambao ni Yesu Kristo. Jenga maisha yako, jenga ndoa yako juu ya Yesu Kristo. Jenga huduma na maono yako juu ya Yesu Kristo. Jenga kila kitu unaweza kukijenga kwa maisha yako, ukijenge juu ya Yesu Kristo. Biblia inasema kwenye Zaburi 125, Psalm 125, Biblia inasema kwamba wamtumainiao Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika, wakaa milele. Wamtumainiao Bwana ni kama mlima Sayuni. Unataka kuwa na maisha yasiyotikiswa, inviolable, maisha yasiyoyumbishwa, maisha yasiyotikiswa, ndoa isiyotikiswa, kanisa lisilotikiswa, biashara visivyoyumbishwa,
maisha ambayo hayababaishwe na majira, maisha ambayo hayabadilishwi na majira, maisha ambayo haichanganyishwi na hewa mbalimbali zinazotokea, ni maisha yaliyojenga juu ya mwamba. Mvua ilinyesha, mafuriko ilipiga, lakini haikuitikisa. Na wewe kama ndoa yako ikijenga juu ya mwamba, patakuwa makahaba watakimbia nyuma ya mume wako, patakuwa wanaume papaye mpoli watakimbia nyuma ya mke wako, lakini hatatikiswa kwa sababu alijenga juu ya mwamba. Huduma ambayo imejengwa juu ya mwamba, kutatokea mafundisho ya uongo, kutatokea manabii wa uongo, kutatokea hiki na hiki ndani ya kanisa, lakini haitatikiswa kwa sababu imejengwa juu ya mwamba. Na tunahitaji kujenga juu ya Yesu Kristo ambaye ni mwamba. Tunatakiwa kujenga juu ya neno la Mungu la kweli ambao ndiyo mwamba. Na watu ambao wamejenga maisha yao hapo hawatikiswi, hawayumbishwi, hawababaishwi, hawabadilishwi, hawageuzwi na chochote. Wanakuwa ni watu ambao wako zabiti, wako imara, wako stable. Haleluya. Stabilite ya kweli iko katika kujenga maisha juu ya mwamba ambao ni Yesu Kristo. Kuimarika na kustawi na kutulia na kuwa imara kabisa. Maisha haya ninakukumbusha ndugu, yanaundwa, iko constitute, iko compose na vita na matatizo na zoruba na shida. Na njia moja ya kuipona ni kubakia unasimama katika mwamba. Biblia inasema huyu aliyejenga juu ya mchanga ambaye hakuweka hata msingi, mafuriko yalipokuja nyumba yake ilibomolewa. Ilijengwa haraka, akapata sifa haraka, akajulikana haraka, akapigwa mikono haraka, akafanyikiwa haraka, akawa na raha haraka, akajisikia vizuri haraka, na hakubaki baada ya zoruba. Biblia inasema anguko lake nyumba ile lilikuwa kubwa. Afadhali usiinuliwe kuliko kuinuliwa na ushushwe. Bora uinuliwe ukiwa umeweka misingi kwenye mwamba, halafu ukiwa pale kwenye mwamba, mainuko yale ambayo Bwana mwenyewe amekuinua, hakuna anaweza kukushusha kwa sababu uliweka msingi kwenye mwamba. Lakini ukijiinua mwenyewe, ukitaka ujulikane kwa ujanja wako, ukitaka ufanyikiwe kwa ujanja wako, ukitaka upate sifa kwa ujanja wako, ukitaka upate vitu kwa akili zako mwenyewe, ni mambo ambayo hayatadumu. Nyumba isiyojengwa juu ya mwamba, maisha yasiyojengwa juu ya mwamba hayadumu. Shetani hakuna kile anaweza kukupatia, mapepo hakuna kile anaweza kukupatia, wanadamu hakuna kile anaweza kukupatia. Ukitaka kitu kinachodumu, kitu kinachoendelea, kitu ambacho hakitageuka, hakitayumbishwa, lazima kiwe na chanzo chake Yesu Kristo. Chanzo chake awe Bwana mwenyewe. Chanzo chake awe Mungu wa kweli. Chanzo chake awe Bwana wa uzima. Biblia inasema kwamba ile nyumba iliyojengwa juu ya mwamba haikutikiswa. Na mimi nataka ndoa yako mama uijenge juu ya Bwana. Kwa hiyo hapana kusema Mungu hawezi kushirikiana na mambo yetu ya ndoa. Hapana, acha ile kiburi chako mama, acha ile kiburi chako baba. Jenga pamoja na Mungu katika ndoa yako. Jenga pamoja na Mungu katika huduma yako. Jenga pamoja na Mungu katika biashara yako. Weka ile yote kwenye msingi ulio imara ambao ni Yesu Kristo. Weka ile yote kwenye msingi ulio bora ambao ni Yesu Kristo. Paulo anaandika kwa Wakorintho wa kwanza maneno haya ya ajabu sana. Wakorintho wa kwanza sura 3 na ile mistari ya 11 anasema hivi. Anasema, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Msingi mwingine hakuna mtu anaweza kuiweka. Ina maana hakuna mahali pa kukimbilia. Ukikataa kujenga juu ya Yesu, jua ni mabomoko kesho. Ukitafuta success nje ya Yesu, jua kesho ni aibu. Ukitaka sifa nje ya Yesu, jua kesho ni aibu. Ukitaka mafanikio nje ya Yesu, jua kesho utapata haya.
ukitaka kibali nje ya Yesu, jua hiyo utaipata kwa muda na haitadumu. Huyu naye alijenga nyumba, hakuiweka kwenye msingi ambao ni mwamba Yesu Kristo, hakuiweka pale, na mafuriko ilipokuja ilibomolewa. Kwa hiyo mpendwa, usibabaishwe kwa sababu naona huyu amefaulu, anapigiwa mikono, anaendelea, amepata sifa, amefanyikiwa, mimi bado niko nyuma. Isikuchukue nafasi. Kama tu umeweka maisha yako na uko unajenga kwenye mwamba, usibabaike. Labda yeye amejenga kwenye msingi usio msingi bora, amejenga labda kwenye msingi mchanga, amejenga maisha yake kwenye uongo, amejenga labda kwenye wizi, amejenga katika rushwa, amejenga katika escroquerie, anaiba watu ndio anajenga, anakula mali ya serikali ndio anaiba, anauana ndio anaiba, anaenda iba katika manyumba ya watu, anabeba silaha ndio ananunua magari na vingine. Hiyo sikubabaishe. Mwisho wake kwa muda mchache tu itatambulika ile ambayo ameijenga, na zile sifa amezijenga, na ile mafanikio ameyapata. Je, ina msingi bora ama ilijengwa kwenye mchanga? Kama maisha yako yamejengwa kwenye mwamba na wewe uko na jenga, jua maisha yanayojenga kwenye mwamba hujengwa pole pole, hujengwa hatua kwa hatua, inajengeka pole 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 pole. Wakati wa kuchimba, wakati wa kupata mwamba wa kutosha ile udongo yote pale kwenye kiwanja, wakati ya kutafuta mawe, kwanza shusha pole pole ndani ya shimo lile wamejenga, na kuanza kujenga pole pole, na jengo linapanda pole pole. Maisha yenye kujengwa kwenye mwamba inajengwa pole pole. Kwa hiyo usijiue dada yangu, usijiue mama yangu, usijiue baba, usijibabaishe, usijikoseshe raha kwa sababu labda unaona wengine wanapiga hatua kabla yako. Hiyo haiko shida. Kikubwa ni kujua unajengea wapi, uko naweka kwenye msingi gani. Yale yenye uko nafanya, uko naiweka kwenye msingi bora ama unaiweka kwenye mchanga. Kama unaweka kwenye msingi bora, jua na wote maliza ujenzi, jengo lako litakamilika, maisha yako pia nayo yatadhibitika, maisha yako pia yatafaulu, maisha yako itakuwa pia bora kuliko wale. Na Biblia inasema ya kwamba wakati kutakuja mafuriko ya maji, kutajulikana. Mungu ataweka difference, Mungu atatofautisha ni wanani walikuwa wa kweli na wanani walikuwa wa uongo, wanani walikuwa wanajenga kwenye msingi bora na wanani walijenga kwenye mchanga. Itajulikana wakati zoruba inakuja, wakati vita inakuja, wakati jaribu inakuja, wakati shida inakuja. Ndio maana hii jioni ya leo ningetaka ujenge maisha yako kwenye mwamba, na kujenga kwenye mwamba hiyo ndio itakufanya uwe stable. Kujenga kwenye mwamba ndio itakufanya uweze kuandire maepreve na circumstances za maisha. Kujenga kwenye mwamba ndio itakufanya uwe imara na uweze kustahimili shida na majaribu ya maisha na vita mbalimbali za maisha. Kama unajenga imani, unakuja kanisani sababu utapata ndoa, unakuja kanisani juu nitapata kazi, ndakuja kanisani juu niponeshwe, ndakuja kanisani juu niende Bulaya, ndakuja kanisani juu nikwe delivery. Haiko ndio sababu ya kuja kanisani ile. Kuja kwanza kanisani kupokea Yesu Kristo. Kuja kanisani kwanza kwa ajili ya kupokea malezi inayofaa kujenga imani yako. Mungu akitaka kukuponya ni amina, na Mungu asipotaka kukuponya anaweza kukuchukua lakini ukaishi milele pamoja na yeye. Mungu akitaka kukupeleka Ulaya ama akupe ndoa ama akupe kazi ama akupe magari na vile vingine ambavyo tunavitafuta, utakuwa unafanya, atakuwa ameifanya tu kwa mapenzi yake. Lakini isikuwe ndio sababu ya wewe kumtumikia Mungu, isikuwe ndio sababu ya wewe kumtafuta Mungu, isikuwe ndio sababu yako ya kwenda kanisani, isikuwe ndio sababu yako ya kutoa sadaka. Kila kitu utakachokifanya, kifanye kwanza kwa ajili ya Yesu. Jenga juu ya mwamba. Kama unafurnire effort yoyote kanisani na hauifanye kwa ajili ya utukufu wa Mungu, uko na jenga juu ya mchanga. Kama unatoa ili watu wakupigie mikono, unaimba kwaya kusudi na wewe wakujue, unakuja kanisani unahubiri ili wakuone, unaimba, unapiga gita kusudi wakulipe, unahubiri kusudi wakulipe, unakuja juu kufanyie hii na hii, haujajenga kwenye mwamba, uko unajenga kwenye mchanga. Lakini anayejenga kwenye mwamba ni mtu anafanya yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Huyu aliyekuwa anajenga kwenye mwamba alilenga mwamba. Hangeweka kifaa chochote cha ujenzi na hajaona mwamba, kwa sababu alijua nikiweka
chombo chochote cha kujenga, iwe tofali, iwe brick, iwe jiwe, iwe sima, iwe mchanga, nikiweka kabla sijaona mwamba nitakuwa ninapoteza kifaa changu cha ujenzi. Na kuna eforo nyingi tunatumia kanisani ambazo zinafaa kwa kujenga ufalme wa Mungu, kujenga pia maisha yetu, lakini tunazipoteza kwenye mchanga kwa sababu tunaifanya watu watuone. Tunaifanya juu watu wametukaza. Tunaifanya juu watu watufurahie. Tunaifanya juu watulipe watu. Tunaifanya juu watu watuambie asante. Tunaifanya juu watu watuambie uko mtu mzuri. Hatuifanye, hatulengi mwamba. Ningetaka mtu anayejenga juu ya mwamba hana maono ingine isipokuwa mwamba. Macho yake inaona mwamba ambao ni Yesu Kristo. Kama ni kuhubiri, anahubiri kwa ajili ya Kristo. Kama ni kuomba, anaomba kwa ajili ya Kristo. Kama akikuja kanisani, anatafuta kwanza Kristo, hapana pastor fulani. Gawaje pia kuwashiriki watumishi wa Mungu sio vibaya, lakini anakuja kwanza kanisani kwa ajili ya Kristo. Hata akiimba, anaimba juu ya Kristo. Akiomba, anaomba juu ya Kristo. Anafanya yote kwa ajili ya Bwana. Kwa sababu huyu mjenzi mwenye hekima ambaye Yesu anasema hapa, yeye alikuwa anatafuta kwanza mwamba. Aone kwanza mwamba. Na baada ya kuona mwamba, ndio alianza kumimina sasa vifaa vyake vya ujenzi. Kuna uwezo mingi na muda mingi na mali mingi na mambo mengine mengi tunayapoteza kwa sababu tunatumia hivyo vibaya, hatuiweke kwenye mwamba. Tunakuwa kama tunapoteza lengo tunapokuwa tunafanya kazi na katika utendaji wetu. Ni kama tunapoteza lengo, hatuendelee tena kuona Kristo, hatuendelee tena kuona ufalme wa Mungu, hatuendelee tena kuona kile Mungu anangoja kwetu kwamba kitendeke. Mpendwa, kama unataka kujenga maisha yako juu ya mwamba, toa macho yako kwa mambo ya dunia na weka maono yako na macho yako juu ya Kristo. Biblia inasema Paulo yeye ninampenda sana. Alipofika Korinto, barua ya kwanza ya Wakorinto sura 2 na ule mstari wa kwanza, ninaanza kusoma pale. Inasema, basi ndugu zangu, mimi nilipokuja kwenu sikuja niwahubiri siri ya ufalme wa Mungu kwa ufasaha wa maneno wala kwa hekima, maana niliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Sikia, decision ambayo Paulo alikamata ni kutokujua kitu kingine pale Korinto isipokuwa Kristo, isipokuwa Yesu aliyesulubiwa. Yani yeye katika yote, katika juhudi zake zote na katika mambo yote alikuwa naifanya, alikuwa anatafuta tu aone Yesu. Nitahubiri Yesu wapi? Ni wapi Yesu anatajwa? Ni wanani wako upande wa Yesu? Ni kitu gani tunaweza fanya tena kwa ajili ya Yesu? Ni nini tunaweza fanya Yesu afurahi? Ni nini Yesu anataka tuwe ndani yake? Ile ndio ilikuwa lengo na maamuzi ambao Paulo alijikamatia. Sijui na wewe ndugu yangu, unajenga juu ya nini? Unajenga juu ya nini? Unajenga juu ya Yesu ama unajenga juu ya akili zako? Unajenga juu ya Yesu ama juu ya watu? Unajenga juu ya Yesu ama unajenga juu ya marafiki? Inanishangaza sana. Mtu anakuambia naingia hapa mwa kanisa junjo kuba ndugu yangu. Hakuji pale kwa sababu ni pale Yesu anahubiriwa ama Yesu anamtaka pale, lakini anaenda pale juu kuna wandugu zake. Naingia mwa kanisa juu inajengwa vizuri. Pale ni kujenga juu ya mwamba. Kuwa na jengo nzuri ni vizuri, lakini isiwe sababu ya wewe kuja kanisani. Ukienda kanisani sababu ni jengo nzuri, unajenga juu ya mchanga. Unaenda kanisani sababu kuna ndugu yako pale, unajenga juu ya mchanga. Naenda mwa kanisa juma na kuwaka benye bako mure na pesa au mko watu bakubwa kesho ndio zapata ka okazio kakupata kazi. Naenda mwa ile kanisa kwa sababu anakuwaka na maevre social. Kesho ninaweza kupata na mie fasi mwa banaweza niangaje, banaweza tafuta mtu mwenye na kazi na bana niangaje. Unajenga juu ya mchanga au jenge juu ya mwamba. Kile tunapaswa kwenda kutafuta en premier lieu, kile tunapaswa tafuta cha kwanza, kile tutafuta kwanza kwa mstari wa mbele ni Yesu. Twende kwanza tutafute Kristo. Paulo yeye alipoenda Korinto aliamua asijue lolote kwao isipokuwa Kristo naye Kristo aliyehubiriwa. Wende kwanza kumtafuta Kristo. Lengo na maono ya maisha yaliyojenga kwenye mwamba yanaangalia kwanza Kristo.
wapi Kristo ananitaka niwe, nini Kristo anataka nifanya, wakati gani Kristo atafurahi na maisha yangu, nini ninaweza fanya ili Kristo apendezwe. Na mhubiri Kristo, na mtafuta Kristo, na mpendeza Kristo, na ishi kwa ajili ya Kristo, yote niwe kwa ajili ya Kristo. Watu hawa ndio tunaowataka, watu hawa ndio tunaowapenda, watu hawa ndio Mungu pia anawahitaji. Watu kama hawa ndio pia Mungu anawatafuta. Na watu sawa hawa hawawezi yumbishwa. Lakini ukija kanisani, sawa, kuna ndugu zako, siku moja watakwaza ndugu yako naona hama kanisa. Ukija kanisani sababu utapewa kazi, wakati wanakuima kazi utahama kanisa. Ukija kanisani kwa sababu kuna watu pale wako na maefre sociale, na mimi nipate kwenye ndakuwa integre, niensere fasi moja. Kesho unapoikosa utapotoka, imani yako itakuwa mbovu. Unakuja kanisani juu kubagara suba mingi niolewe, unakuja kanisani juu mabinti wengi niowe pale. Nenda kanisani kwanza kutafuta Yesu. Jenga juu ya mwamba, maono yako uwe mwamba. Angalia kwanza mwamba, weka maisha yako juu ya ule mwamba. Juhudi zako zote zifanye juu ya mwamba. Mipango yako yote uipange kwa ajili ya mwamba. Na halafu mengine yote utaipewa kama haki, yote utaipewa kama nyongezo. Na hii itakufanya usipokuwa na maono ya kumtafuta kwanza Kristo, ya kuangalia kwanza Yesu na Yesu aliyesulubiwa, ya kumtafuta kwanza yeye, macho yako muone kwanza yeye. Ukiweka kwenye mambo ya dunia, ukiweka kwenye wanadamu, ukiweka kwenye vyeo, ukiweka kwenye mambo haya yanayopita, na kuambia utavunjwa moyo haraka. Utayumbishwa wakati zoruba itakuja. Utavunjika wakati zoruba itakuja, na utapata haya. Kwa sababu Biblia inasema anguko lake nyumba ile lilikuwa kubwa. Anguko lake nyumba ile lilikuwa kubwa kwa sababu ile nyumba ilikuwa inajengwa juu ya mchanga. Lakini ile ambayo ilijengwa juu ya mwamba haikutikisika. Ile ambayo ilijengwa juu ya mwamba ambaye ni Yesu Kristo, hata kama zoruba ilikuja, hata kama mafuriko ya maji yalikuja, hata kama kulikuwa mambo mazito mbalimbali, haikuyumbisha. Na we maisha yako kiijenga juu ya Yesu Kristo, hata upitie jaribu, hata ukose kazi, hata ukose ndoa, hata ukose mtu yote anakukubali, hata ukose mtu yote anakusifu, hata ukose mtu yote anakutambua, utakuwa imara kwa sababu umejenga maisha yako juu ya mwamba. Na mwamba huu ninaokuhubiria, mwamba huu ninaokuambia ni Yesu Kristo. Na ni yeye ndiye ana uwezo ya kukutunza salama, ana uwezo ya kukutunza uwe imara, ana uwezo ya kukutunza uwe bila shaka, uwe bila tatizo lolote wakati atakapo kuja. Biblia inasema kwenye Yuda 1:24 inasema hivi: yeye anaweza kuwalinda ninyi msijikwae. Nani ule? Yesu Kristo. Anaweza kuwalinda ninyi msijikwae na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu. Mungu huyu ambaye ninawahubiri, Yesu Kristo ambaye ni mwamba, ndo anaweza kuwalinda, anaweza kuasire stabilite yako, anaweza kuhakikisha kwamba unabakia imara, hauyumbishwe, hautikiswe, haubabaishwe na chochote, unabakia imara. Yeye ndiye anaweza kukulinda ubakie imara. Yeye ndiye anaweza kukulinda, na akiwa ana ule uwezo, basi yeye ndio atakusaidia uwe imara hadi wakati atakapofunuliwa. Na ndiyo maana mpendwa, hapana kujenga maisha kwa ndugu. Sababu ndugu ana mali leo, mali ile inaweza kuisha. Sababu ndugu ana cheo fulani, iko ministre, iko gouverneur, iko député, iko general, ile yote inaweza pita. Jenga juu ya Yesu anayedumu milele. Hapana kujenga maisha yako juu ya manabii za uongo. Hapana kujenga maisha yako unaenda mkanisa juu kwa rafiki yangu pale, naenda mkanisa juu wako ndugu zangu pale, naenda mkanisa juu pale watanipa kazi, naenda pale juu wataniombea nipone, naenda pale juu wataniombea niolewe, naenda pale juu wataniombea niende Bulaya, naenda pale juu watanifanyia deliverance. Enda kwanza pale kukutanana na Yesu. Ukikutanana na Yesu mengine yote yatakufanyika. Lakini ukienda na malengo tofauti,
unapoenda haujenge kwenye mwamba. Na wengine wanataka vitu vya haraka haraka, wafanyikiwe leo, watokee mara moja, waheshimike mara moja, wajulikane mara moja. Wenye wanajenga kwenye mwamba wanaenda pole pole. Wanaojenga kwenye mwamba wanavumilia. Wanaojenga kwenye mwamba wanazama kilindini. Tunatakiwa kwanza chimbue mioyo yetu. Tuiache hadharani kwa Mungu. Tuache mioyo yetu hadharani kwa Mungu. Wakati tunaacha mioyo yetu hadharani kwa Mungu, yeye ndiye atatusaidia. Yeye ndiye atatufanya tuwe imara. Yeye ndiye atatufanya tuwe watu waliofaulu. Yeye ndiye atatufanya tuwe watu walioendelea. Ndiyo maana ni muhimu sana mpendwa, jenga kwanza juu ya mwamba. Utakapojenga juu ya mwamba, jua ya kwamba una uhakika wa kulindwa, una uhakika wa kusimama imara. Maisha yaliyojengwa kwenye mwamba hayatikiswe, hayayumbishwe, yanakutana na shida. Kujenga kwenye mwamba haimaanishi hautakutana na jaribu. Kujenga kwenye mwamba haimaanishi hautakutana na shida. Utakutana na shida, lakini zile shida hazitakutosha kwenye lengo, hazitakutikisa, hazitakuharibu, hazitakubabaisha, kwa sababu utakuwa unasimama kwenye mwamba. Lakini kama ulijengea kwa wanadamu, ulijengea kwa akili zako, ulijengea kwa mali yako, mali itakapoota mabawa unayumbishwa na wewe. Wanadamu watakapotoweka wanakufa au wanatoshwa kwa ile kazi, na wewe unayumbishwa. Kama ulijengea akili zako wakati Mungu anazifanya kuwa bure, na wewe unaumbishwa. Kama ulijengea marafiki na makonesansi zitakapobadilishwa, na wewe unayumbishwa. Lakini kama unajengwa juu ya Yesu aliye yeye yule jana, leo na hata milele, ambaye habadilishwe na majira, yeye mwenyewe anaitwa Bwana wa majira na nyakati, lele maître de temps et des circonstances. Yeye ndiye anatawala majira yaliyo mema na majira mabaya, le temps favorable et le temps défavorable. Zote ziko contrôlé na Mungu wetu. Na wakati unajenga maisha yako juu yake, atajua namna ya kukusimamisha, atajua namna ya kustabilize n'importe quelle periode. Atakustabilize wakati yote mzito ama wakati mwema. Kwa hiyo weka maisha yako, weka matumaini yako, jenga huduma, maono, biashara, relation zako, projet zako, kila kitu utakachokifanya kinachohusiana na maisha yako, kijenge juu ya mwamba ambao ni Yesu Kristo. Ukijenge kwa kumpendeza Bwana Yesu Kristo, ukifanye kwa kusudi lake, ukifanye kwa furaha yake, ukifanye kwa kumpendeza, ukifanye kwa ajili ya mpango wake na kwa furaha yake, na yeye basi atakuwa pamoja na wewe, atakusindikiza, atakuwezesha, atakuimarisha, atakupa ushindi. Bwana akubariki mpendwa. Nataka nikuombee ambao unanisikia. Mungu akusaidie. Inawezekana wewe umejenga maisha juu ya mchanga, na leo unayumbishwa na majira, unaumbishwa na zoruba, unaumbishwa na vita. Nataka nikuombee. Na we labda unajenga juu ya mwamba, ungali unachimba, na unaanza kujisikia ni kama uko découragé. Unapoona wengine wanaendelea, wengine walianza jenga juu ya mchanga, wanapanda, wanajulikana, wanapiga kelele, wanatambulika huko na huko, wanafanyikiwa. We bado uko tu katika kuchimba, bado unatafuta mwamba, unatafuta kuona nini mapenzi ya Mungu, ungali unatafuta. Wengine unawaona walishajulikana, walishakuwa kwenye radio, wanakuwa huku na huku, wanatembea huku na huku, unaanza kujisasa sasa mimi ni wapi? Na kuambia mpendwa, usivunjike moyo, usikatishwe tamaa, usibabaishwe kwa sababu ya hiyo. Nataka nikuombee Mungu akutie nguvu, uendelee kuchimba mpaka uone mwamba, na uanze weka jiwe lako la kwanza juu ya mwamba. Uanze kufanya juhudi zako zote ukihakikisha unaziweka juu ya mwamba, kwa sababu hakuna msingi mwingine ambao tunaweza kuweka isipokuwa Yesu Kristo ambaye ni mwamba. Haleluya. Na kuombea mpendwa, Mungu akuimarishe. Na wewe ambao ulikuwa unachenga juu ya mchanga, Mungu akupe neema ya kuchimba na kujenga kwenye ile nafasi nzuri
ya kujenga. Baba, katika jina la Yesu, naombea huyu mpendwa umsaidie, ambaye amesikia ujumbe huu. Moyo wake najua umejuta, kuna mahali anaisikia kwamba anahitaji msaada wako. Ndiyo maana Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninamuombea upate kumsaidia, umpe neema, ambaye anaendelea kuchimba, kutafuta hadi kwenye mwamba, kuzama kilindini katika kutafuta mapenzi yako, kuzama kilindini katika maombi, katika neno, katika utakaso, katika maabudu, katika kutafakari. Mungu msaidie aendelee, asikatishwe tamaa kwa kuona wale wanaojenga kwenye mchanga wakiinuka na kumshtua na kumchanganya na mafanikio yao. Bwana, ninamuombea katika jina la Yesu Kristo. Acha Bwana umsaidie, umwezeshe, umpe neema, mpe nguvu ya kuendelea kuzama kilindini katika uwepo wako, kuzama kilindini katika utakaso, kuzama kilindini katika neno. Kwa jina la Yesu Kristo, apokee nguvu hizo, apokee neema hiyo, apokee uwezo huo, apokee mamlaka hiyo, apokee neema hiyo kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Na huyo ambaye amejenga juu ya mchanga, Bwana, ninamuombea, nayo umsaidie, nayo umpe neema, nayo umwezeshe, muangazie Bwana, msaidie apate kujenga vizuri, hata kama leo anayumbishwa na majira, hata kama anababaishwa, hata kama anapelekwa huku na huku. Bwana, umsaidie, kwa kuwa amesikia neno lako hii jioni na yuko tayari sasa kujenga juu ya mwamba. Umuongoze mwamba, maana Biblia inasema wewe ndiwe Mungu tuongozaye ili tupate kufanyikiwa. Na mimi naomba muongoze, naomba msaidie, naomba munehemishe, naomba muonekanie, naomba muwezeshe Baba, naomba msaidie Masia, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Acha mkono wako mwema, acha uwepo wako mkuu, acha nguvu zako za ajabu, acha kibali chako cha pekee kiwe pamoja naye Baba, katika uwezo wa jina la Yesu. Ninamuombea Mungu msaidie, ninamuombea Mungu muonekanie, ninamuombea Mungu mpe neema na kibali, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Msaidie na umkubali, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Muonekanie na umkumbuke Bwana, kwa jina lako takatifu. Mpendwa, ambao unahitaji ama unakuwa na swali kwa ajili ya mafundisho ya leo, unataka maombi, unahitaji shida yote na kusumbua, andika message yako ku 09 94 13 85 50 09 94 13 85 50. Andika pia ku 085 34 91 972 085 34 91 972 082 23 87 625 082 23 87 625. Hizo ni namba. Kama uko na hitaji, tuma pale, tutakuombea. Mungu, naamini Mungu yuko hapa pamoja nasi na yuko tayari kukuhudumia, kwa sababu umesikia neno lake la jioni, umeweka moyo wako kumsikia. Na Mungu ili anasema katika shida zao walimlilia Bwana, alituma neno lake, nalo neno likawaponya. Sasa ninakuombea uende kutuma sasa message yako, tukuombee. Tuma tu pale, na sisi tutakuwa hapa kukuhudumia sawa sawa na mapenzi ya Mungu, sawa sawa na neema ile ambayo Mungu atatupatia. Karibu. Naona message ya kwanza. Zero 994 13 85 50 0994 13 85 50 085 34 91 972. Tunakukaribisha kesho kwenye ibada yetu ya kumwabudu Mungu na mafundisho kwa kanisa la Seli pale ku Avenue Cercle Hippique, chini ya barriere ya kwanza ya Kansayo, pembeni tu ya Centre de Santé Urambo. Unafika pale ku barriere ya kwanza, kuna escalier na shuka gauche, unaweza shuka na utakuja tuombe pamoja. Ama unaingia tu pale kula police quartier, tunaendelea na barabara
ya katikati pale na yokuja mwa Venise Clipic. Alafu utafika karibu na Centre de Santé Irambo na utatukutana pale tukileta neno la Bwana na maombezi. Karibu kesho, naamini ya kwamba Mungu atakuwa pamoja nasi ili apate kukuhudumia na kukutendea mema. Kwa hiyo usikose kufika ndugu, mama, dada na kaka. Asante sana kwa wale wanaoendelea kutuma message, na wewe tuma tu tupate kukuombea. Naamini Mungu atakusaidia na atakutendea mema. Asante sana. Tunaukaribisha, Bwana akusaidie kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante. Baba, ninaombea wote hawa wametuma message zao jioni ya leo. Uwasaidie, uwakubali, waonekanie. Mkono wako mwema uwe juu yao. Waone miujiza, waone mema, waone baraka, waone ushindi, wapewe majibu na msaada kwa uwezo wa jina la Yesu. Wabariki, washughulikie, wajalie neema, kila mmoja kuone na kutukuze kwa jina la Yesu Kristo. Amena. Asante, ubarikiwe. Umekuwa ukimsikiliza mtumishi wako mchungaji Barnabas Muzusa, mchungaji wa kanisa la Seli pale kwa Venise Clipic. Ukiwa na hitaji ama maombi, unataka tukuombee, una shida yote, karibu kutuandikia ku 0994 13 85 50. Hata tukiwa tumetoka ndani ya studio, tuma message yako tu ku 0994 13 85 50, 085 34 91 972, 085 34 91 972, 082 23 87 625, 082 23 87 625. Tutakuombea na Mungu atakuwa akikubariki. Naona message ziko zinafika, kile muda wetu unakoma, kwa hiyo tuma tu message, tutakuombea